Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Habari kubwa ya kimichezo ambayo tunakwenda kuitazama mezani siku ya leo ni kuhusiana na kile ambacho kimeweza kujiri mwishoni mwa wiki lililomalizika, ambapo tutakwenda kutazama kile ambacho kimeweza kujiri tarehe 8 ya mwezi wa 8 mwaka 2026 na tarehe 9 ya mwezi wa 8 mwaka 2026, ambapo tunashuhudia tarehe 8 ya mwezi wa 8 mwaka 2026 kulikuwa na tamasha la siku ya Simba Day, ambapo tunashuhudia tamasha hili moja kwa moja liliweza kufana mara baada ya klabu ya soka ya Simba kuweza kufanikiwa kutambulisha wachezaji wao kupitia kwa semaji lao. Hapa tukienda kumongelea Ahmed Ally, ambapo ukiangalia staili ambayo Ahmed Ally alitumia kuingia nao uwanjani, basi aliweza kuingia na Simba wawili huku akiwa amevalia kikomando, na watu wengi waweza kuvutiwa na ubunifu wake ambao aliweza kufanya. Lakini kilichofuatia ni mchezo wa kirafiki ambao Simba walicheza dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Kenya Police, mchezo ambao Simba walipoteza kwa bao 1-0. Lakini kitu ambacho kiliweza kuacha alama katika tamasha hilo ni kuhusiana na Simba jinsi ambavyo waweza kutambulisha wachezaji wao na watu wakaweza kumpa kongole kubwa Ahmed Ally. Lakini tamasha lilofuatia tarehe 9 ya mwezi wa 8 mwaka 2026 ni siku ambayo kwa upande mwingine Yanga Day ilikuwa ni siku yao, siku ya Jumapili, ambapo Yanga tunaona kama kawaida walifanikiwa kutambulisha wachezaji wao, ambapo tunamshuhudia afisa habari wa klabu ya soka ya Yanga ndugu Ali Shabani Kamwe kwa mara ya kwanza aliweza kufanikiwa kutangaza wachezaji, ambapo ukiangalia style aliyotumia kuingia nao uwanjani, aliweza kuingia akiwa na wanawake wazuri, ambapo kwa upande mwingine katika kutambulisha wachezaji tunaona wale wanawake walikuwa wakiwekea muziki na kuanza kucheza kwa wachezaji wakipita katikati ya wanawake. Kwa hiyo watu wengi waliweza kuvutiwa na ubunifu ambao Ali Shabani Kamwe ameweza kufanya, ikiwa ni mara yake ya kwanza kuweza kutambulisha wachezaji. Sasa kumeibuka vita ya maneno baina ya Ahmed Ally na Ali Kamwe kuhusiana jinsi ambavyo Ahmed Ally ameweza kufanya na yeye Ali Kamwe mwenyewe ameweza kujiproud. Sasa pasipo kupoteza wakati, ngoja tukakwambie kile ambacho ameweza kukisema ndugu Ahmed Ally kupitia mitandao yake ya kijamii, na bila kusahau Ali Kamwe naye pia ameweza kureact ama kujibu kwa kile ambacho kimeweza kutokea. Cha kwanza, Ali Kamwe ndiye alianza akaanza kuandika hivi: hapa sio Katari, hii sio intro ya kombe la dunia, hapa ni Dar es Salaam Tanzania. Ali Kamwe na maua yake kwenye Yanga Day 2026 levels. Hapa kimaanisha kwamba wanawake waliokuja ukiangalia na wanawake wazuri kweli kweli. Kwa hiyo anasema hapa sio Katari bwana, hapa ni Tanzania, tena Dar es Salaam. Ali Kamwe aliweza kuingia na maua yake. Sasa mara baada ya kuposti hiko, ndugu Ahmed Ally aliweza kujibu na kuandika maneno yanayosema hivi: na mimi nataka nitambulishe kama Ahmed Ally, halafu nataka influence yangu ifunike, nipeni vimzungu vipige tarumbeta, mie natokea kwa nyuma, kama uwezi acha hii kazi za wakubwa zako. Huyo ni ndugu Ahmed Ally akimjibu ndugu Ali Shabani Kamwe kwamba Ali Kamwe aliomba kwamba anataka atambulisha afu aweze kuteka umma amfunike, yani Ahmed Ally, lakini ndio hivyo akaambia kwamba yeye ameweza kuingia na vimzungu vyake. Kwa hiyo akasema kwamba hizi kazi kama haziwezi basi aziache, ni za wakubwa zake, akimaanisha kwamba yeye Ahmed Ally ni mkubwa kuliko nani, ndugu Ali Shabani Kamwe. Kwa hiyo amemsizi kazi aziache, yeye ni levels nyingine. Lakini mara baada ya Ali Kamwe kuiona post hiyo, naye akajibu si kinyonge, akaandika hivi: wamekuja kwa Fly Emirates, akimaanisha kwamba wanawake ambao wamekuja kwa upande mmoja kuja na ndege hiyo ya Fly Emirates. Kisha akaandika hivi: hao sio na gari la wanyama pori. Hapa akimaanisha kwamba anapiga kijembe kule Msimbazi, kwa sababu Simba ukiangalia Ahmed Ally aliingia na gari la wanyama pori sambamba na Simba. Kisha akaandika hivi: ni Yanga Day na World Cup pekee ndio utawakuta wakitumika, akimaanisha kwamba wanawake ambao wameweza kutumika kwa upande mwingine wanaweza kutumika kwenye Yanga Day na kombe la dunia. Afu akaandika hivi: najua inauma sana, lakini si walaumu, hamkuzoea hizi level. Hapo Ali Kamwe anamaanisha kwamba hiki ambacho wameweza kukifanya kinawauma. Kwa hiyo hapa vita iliyopo ni Ahmed Ally kuingia na Simba, huku yeye akiingia na wanawake kutokea kule katika pande
za Kiarabu. Kwa hiyo ni vita ya maneno ambayo imeibuka baina ya Ally Kamwe na ndugu Ahmed Ally. Ally Kamwe akitupa mashuti mawili, Ahmed Ally shuti moja tu. Sasa tuambie kwenye comments, mara baada ya kuweza kufahamu hiki, je, ni tamasha lipi ambalo limeweza kufana kweli kweli? Kwa hiyo tuma maoni kwenye comment hapo na sisi tutakuja kuyasoma. Kati ya Ally Kamwe na ndugu Ahmed Ally, nani aliua katika utambulisho wa wachezaji?